Umebarikiwa sana popote pale unapoiangalia. Mimi naitwa Prophet IPM, senior prophet wa huduma ya Embassy of God for All Nations iliyopo jijini Dar es Salaam, Mbezi Beach, Mbuyuni. Na nishukuru kwanza kwa Mungu kuweza kutupa nafasi hii ya kuweza kuiona siku leo, kutazama kipindi hiki. Wako watu wengi walitamani kuweza kukiangalia lakini hawajaweza. Mungu ametupa neema hii, tunapaswa kumshukuru Mungu. Let us pray. Mungu Baba, nakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu wa Egan TV. Wakati huu mzuri, mwafaka, wakati sahihi uliokubalika, uliokubali wewe na sisi tumekubali pia kuweza kusikia kile ambacho Mungu unakwenda kusema nasi. Libarikiwe jina lako na uwezo wako na nguvu zako, kwa kuwa wewe ndiye mkuu, mwanzilishi wa kila jambo. Ili nalokwenda kuwafundisha, naomba lisiongee mimi bali wewe ukazungumze kupitia mimi, na likawe lenye manufaa kwa kila mmoja atakayesikia. Muombea mtazamaji wangu wa Egan TV in the name of Jesus. Mwezesha aweze kuwa na uelewa wa kutosha kwa kile atakachokwenda kufundisha siku leo. In Jesus name. Amen. Mungu akubariki sana na akutende mema. Wewe ni mtu muhimu sana, na hongera kwa kuweza kuichagua Egan TV kuweza kuwa ndio channel yako ya kuweza kusikia mafundisho mbalimbali ya Mungu. Unaongezewa imani yako inakuwa, unakuwa ni mtu uliobarikiwa, na ninaamini maisha yako hatabaki kama jinsi yalivyo. In Jesus name. Tunakwenda break fupi, tutakaporudi utakuja moja kwa moja kwanza, na ninaamini kile ambacho Mungu amekusudia siku ya leo kitakwenda kuwa powerful kwako na katika maisha yako pia. In Jesus name. Amen. Asante. Wow, natumai umebarikiwa. Mungu akubariki na akutende mema. Leo nataka niseme na wewe kwa jambo moja tu. Mungu anaweza akafanya lolote kwako, lakini anataka pia imani yako iwe tayari kwa 100% kuamini kile ambacho Mungu anakifanya. Lakini pointi ya msingi ni kwamba kukaa kwako kanisani kwa muda mrefu hauwezi kukufanya udhihirisho wa Mungu ukawa juu yako. Kufunga kwako hauwezi kufanya udhihirisho wa Mungu ukawa juu yako. Lolote lile linaloweza kutumia by the grace of God. Sasa imani ni kuwa na uhakika. Imani ni kuwa na uhakika 100% bila kuwa na mashaka yoyote. Na Kristo, watu wengi sana walipona waliomwamini na kumfuata, si kwa sababu walikuwa wanashinda kwenye masinagogi, bali ni kwa sababu imani zao zilikuwa kubwa kwa Mungu aliye hai. Biblia inasema Akida alimfuata Kristo. Huyo Akida alimfuata Kristo, akamwambia mwalimu, sema neno moja. Lakini ukimfuata mtu ambaye ana shida na yuko church believer, uwezo ukamwambia neno moja akaliamini. For example, unaweza kumwambia tu mtu, Father, in the name of Jesus be healed. Nenda umepona. Akasema, sasa mtumishi wa Mungu, mbona umeniombea kidogo? Mbona hujavunja, hujaribu, hujatumia nguvu? Kwa sababu I think kuna kaujuaji fulani kana kuleta mazoea mabaya yanayosababisha kutopokea kile ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. For example, Waislamu wanaokuja Embassy of God for All Nations, hakuna ambaye hajawahi kupokea muujiza siku hiyo 100%. Siku hiyo wakifika mambo yanatokea.
Naongea hivyo kwa sababu nina uzoefu wa miaka 6 na hudumia Waislamu. Wanakuja kabisa wana hijabu, wamevaa hijabu, wamevaa ninja. Lakini nasema nimekuja ninaamini. Ukisema neno mambo yangu yatakaa sawa. Mungu ni mmoja, naambia sawa, hamna shida. Kaa hapa. Mimi namwamini Yesu, nasema sawa, mimi niombee tu. Mimi nataka nipone. Wewe kuamini, wanapona kabisa na ushuhuda na ushahidi wa 100%. Sasa nilikuwa najiuliza, why Muslims wanakuja alafu wanapokea bila shida, yani haraka? Kwa nini mtu anakuja kwa prophet na amempokea Yesu, inawezekana mtumishi mwenye kanisa fulani ana changamoto maybe ya HIV, maybe cancer, maybe kazi, maybe kutopata mtoto, kisukari, BP, maybe ndoa haina amani na vitu kadhalika. Inakuwa ngumu kupokea haraka. Nikaja kugundua kitu kimoja, kwamba hawa wengine wanakuja na jambo moja tu, kwamba nakwenda kupokea. Sasa hawa wengine wanakuja na uzoefu, experience, kwamba na mimi mtumishi, na mimi naweza kuomba, na mimi niko vizuri, na mimi najua maneno, najua maandiko. Sasa Yesu alitoa mfano. Watu wawili walipanda hekaluni kusali, mmoja Farisayo kiongozi wa dini, mwingine mtoza ushuru. Farisayo alisema, ninakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa mimi si kama hawa, walafi, wazinzi, wasengenyaji. Ninakushukuru kwa sababu mimi nafunga mara 2 kwa juma, natoa fungu la 10, nalipa zaka na kadhalika. Alijiproud. Alimweleza Mungu anayoyafanya. Anafunga mara 2 kwa juma, anatoa sadaka, anasaidia maskini. Lakini huyu mwingine mtoza ushuru, yeye alipiga kifua chake na kusema, Mungu niwie radhi mimi mwenye dhambi. Na kuhakikishia si Mfarisayo wala mtoza ushuru akiwa amesamehewa dhambi, kwa kuwa kila atakayejishusha Mungu atamkweza, na kila atakayejikweza Mungu atamshusha. Kila atakayejikweza Mungu atamshusha, na kila atakayejishusha Mungu atamkweza. Yaani ukijikweza unashushwa, ukijishusha unakwezwa, vice versa. Sasa katika haya maombi ya watu wawili, Mfarisayo na mtoza ushuru. Mtoza ushuru ni mtu mwenye dhambi, ni mtu ambaye alikubali, Mungu mimi nina dhambi. Mtoza ushuru alikubali kwamba mimi ni nothing, mimi ni mchafu, sifanyi matendo mema, lakini ninachokiomba, alilia kwa uchungu na kumwambia Mungu nisamee mimi, kwa sababu hakuna namna yoyote naweza kuifanya ya kukupendeza wewe. Huyu mwingine alianza kumention law. Huo ndio tofauti wa grace na sheria. Sheria una mention ambayo umeyafanya kwa Mungu. Neema unaangalia ukuu wa Mungu, jinsi ambavyo huwezi kuufananisha na tendo lolote lile la kimwili linaloweza kufanywa ili Mungu aone kwamba wewe ni mwema. Biblia inasema wazi, huyu mtu alisamehewa na Mungu makosa yake yote, na akasema huyu atakwezwa juu, na huyu aliyejikweza atashushwa chini. Siku moja niliangalia kwenye mtandao wa kijamii, nikaona mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Paul Makonda akiwa kwenye kanisa analia, anabubujika,
anatoa machozi kwa uchungu, kwa kumaanisha. Then watu wakachukua ile clip kama kituko fulani hivi, kama ni kiongozi mmoja anafanya kituko. Lakini nataka niwahakikishie kitendo alichokifanya mbele za Mungu, kutoa chozi lake na dunia ikaona kwamba kumbe unaweza ukawa kiongozi, lakini unapofika mbele za Mungu ukanyenyekea mpaka ukatoa machozi. Thawabu anayejua Mungu ukubwa wake. Inawezekana hata mimi sijui ukubwa wake. Kulikuwa ni ukawa kiongozi unataka kuonekana kwa watu kwamba uko strong hata mbele za Mungu, lakini huyu ni kiongozi ambaye anapofika mbele za Mungu uongozi ni kama haupo, anakuwa sawa, anabubujika mbele za Mungu. Uongozi ni dhamana tu, ameiona kwamba hii ni dhamana, ngoja niweke pembeni kwanza nibubujike. Kujishusha katika roho unaweza kufanya ukalia popote bila kuangalia huko katika watu wa namna gani, hadhifa ya namna gani, popote pale ukalia kwa uchungu, kwa sababu ndivyo watu waliopondeka wanavyokuwa. Na huo ni mfano bora na viongozi wengine, kuwa tayari kuwa wazi mbele za Mungu na si kujificha. Sasa atakayejishusha atakwezwa na atakayejikweza atashushwa. Mungu yuko hivyo. Sasa huyu mtu alijiproud, mimi ni beta zaidi kuliko huyu afanyi hivi, afanyi hivi, afanyi hivi. Neema ituambie hivyo. The grace of God ituambie hivyo. Neema ya Mungu inatuambia tunapaswa kujishusha na kumwamini Mungu kwamba yeye alifanya kwa niaba yetu sisi. For example, mimi nilikuwa Muislamu. Nafikiri unaweza kuwa mfano mzuri kwako. Mimi nilikuwa Muislamu. Nilikuwa shehe. Ndugu zangu Waislamu, familia yangu Waislamu, ukoo wangu Waislamu, society ambayo ilikuwa imenizunguka ya Kiislamu. Nimesoma dini ya Kiislamu. Nimemaliza chuo cha Kiislamu na elimu ya kutosha ya Kiislamu. Sasa siwezi kusema kwamba mimi ni mtumishi bora zaidi kuliko wengine, kwa sababu kama Mungu angesema bakia huko, maana yake ningebakia kule na ningekuwa katika njia ambayo maybe nisingemjua Kristo na raha ya wokovu na kuenjoy kama ninavyoenjoy leo kumpokea Kristo na kuona kwamba wokovu nilionao una thamani kuliko kitu chochote. Kwa sababu wako Waislamu wengi, lakini kwa nini mimi mmoja wa kundi la mamilioni ya watu, mimi niwe mmoja wa Mungu kunichagua kwenye kizazi cha mwisho na kunifanya kuwa mtumishi wake wa kweli na kuihubiri neema ya Mungu iliyofunuliwa? That's why anasema Waefeso 2:8, mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo haikutokana na nafsi zenu, mahasotalabaya hii osmasa hali osiatiama esomaya, haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo makabaya, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu alikwisha kuyatengeneza ili tuenende nayo. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zetu. Kwa hiyo unapojiona uko kwenye wokovu, si wewe, ni Mungu amekuokoa. Uchagui kusema mimi nataka niokoke. Unachaguliwa. Yaani wewe ni mmoja wa watu waliochaguliwa kuwa miongoni mwa watakatifu. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu, sio jambo la kujiona wewe ni bora zaidi ya wengine. No, by the grace of God. Sasa watu waliopondeka mioyo, watu ambao wako tayari kusikia neno la Mungu na kuliamini,
hao wako tayari, Mungu pia yuko tayari kuwafanyia lolote kwa spidi. Anointing itaflow juu yao in the name of Jesus Christ. Kwa sababu gani? Mioyo yao imepondeka. Mungu anasema kitabu cha Ezekiel 37, anasema nitatoa moyo wa jiwe, nitaweka moyo wa nyama. Nitatoa sheria, Mosaba. Nitatoa sheria. Jiwe ni sheria. Nitatoa sheria, nitaweka grace. Nitatoa moyo wa jiwe, nitaweka moyo wa nyama, mlaini. Anatoa sheria, anaweka, anaondoa agano la kwanza, anaweka agano la pili. Agano lililo bora zaidi. Mhudumu wa agano lililo bora zaidi. Anatoa torati, anaweka neema. Anasema nitatoa moyo wa jiwe, kwa sababu sheria ziliandikwa kwenye mawe. Ndio anasema nitatoa moyo wa jiwe. Akasema zile mbegu zilizoanguka katika mawe zinaonesha watu wale ambao hulisikia neno la Mungu lakini hufanya mioyo yao kuwa migumu. You see? Moyo unakuwa mgumu, yani umwambie wokovu, umwambie neema ya Mungu imefunuliwa kwa watu wote, inapita huku linatokea huku. Haelewi. Kwa sababu moyo wake ni moyo wa jiwe. Sasa Mungu anasema kupitia nabii wake Ezekiel, nitatoa moyo wa jiwe, naweka moyo wa nyama, moyo mlaini, moyo unaopondeka, moyo ambapo Mungu yani presence, uwepo wa Mungu unapokufikia mahali popote, unaweza ukashangaa unaanza kutoa machozi. Alafu watu wanashangaa watu na msiba, unaambia hapana. Kwa sababu moyo tayari umeshapondeka. Uko tayari kwa lolote, muda wote, saa yote, wakati wote. Imani ya mtu ndio inayomponya. Watu wengi wanafuata mazoea. Mimi ni mtoto wa askofu, mimi ni mtoto sijui wa fulani, mimi ni mtoto sijui wa fulani. Utoto wa fulani au wewe kuwa fulani hakuwezi kukufanya ukaenda mbinguni. Watu hai, kuna kitu Mungu alikuwa ameniambia ambacho ndikiogopa zaidi. Mungu aliniambia hivi: utumishi wako hauwezi kufanya kwenda mbinguni. Unabii wako hauwezi kufanya kwenda mbinguni. Utume wako hauwezi kufanya kwenda mbinguni. Uprofetess wako hauwezi kufanya kwenda mbinguni. Uaskofu wako hauwezi kufanya kwenda mbinguni. Uchungaji wako, uinjilisti wako hauwezi kukufanya kwenda mbinguni hata siku moja. Kwa sababu kuna kitu kimoja kinaitwa kipawa, alafu kuna kitu kingine kinaitwa anointing. Kipawa ni kipawa, anointing ni anointing. Kipawa ni karama, ni uweza wa Mungu unaweka ndani yako. Yaani ni gift, zawadi. Haitoki hiyo. Kwa kuna watu wana vipawa vya kutabiri. Una uwezo wa kutabiri mpaka watu wakasema huyu ni jini, sio binadamu. Watakuita kwa leo sio binadamu kwa sababu unajua kutabiri sana. Ni kama matendo yako ni maovu na ni mabaya, siku ya mwisho Kristo anasema pita huku, ondoka ewe muovu. Kitabu cha Yohana kinasema Bwana anasema sikujui, ondoka kwangu, ondoka mbele zangu ewe muovu. Ondoka mbele zangu. Bwana, mimi nilikuwa na kanisa kubwa. Asema yes. Kanisa lako lilikuwa kubwa sana, alafu lilikuwa zuri kweli. Wewe ulikuwa na washirika milioni 2, anambia ndio. Ondoka mbele zangu, sikujui. Hiyo kipawa, anointing. Kuna watu wengi, kuna watumishi wengi, anointing haipo, kimebaki kipawa. Kuombea watu ni kipawa, kuponya watu ni kipawa. Sio tiketi ya kwenda mbinguni. Hiyo ni huduma umepewa. Wewe endelea kuhudumia, lakini siku ya mwisho Mungu atapambana na wewe. Kwa hiyo ninakushauri as a prophet of God, lazima ujihakikishe, ujihakiki, ujichunguze. Anointing ipo au umebaki na kipawa? Sababu unaweza kushangaa bado watu wanakushangilia, bado kanisa kubwa, washirika wapo, na wewe unaona unafanya mambo mabaya, maasi. Unahisi kwamba Mungu yuko na wewe, kumbe ameshakuacha siku nyingi. Kwa sababu kipawa akichukui anakuachia. Sasa hii ndio problem kubwa ya imani. Watu wanahisi kwamba kwa sababu ya 1, 2, 3 wanaweza wakapokea chochote kutoka kwa Mungu. Mungu anasikia maombi ya kila mtu, lakini hajibu maombi ya kila mtu. Mungu akubariki sana, kutende mema.
ukiwa tayari kubadilika, Mungu yuko tayari kukupokea. Ukiwa tayari kuacha maasi na kumwelekea Mungu aliye hai, yuko tayari Mungu the same. Mimi nimeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani ambayo haikutokana na nafsi zangu, haikutokana na nafsi yangu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo. Biblia inasema Waefeso 2:8, mtu awaye yote asije akajisifu, kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu alikwisha kuyatengeneza ili tuenende nayo. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ndiye mmiliki wa viumbe vyote vinavyoonekana na vile visivyoonekana, vinavyoshikika na vile visivyoshikika. Mmiliki mkuu ni wewe, Mungu, mmiliki wa viumbe vyote, masikini na matajiri, mwenye maamuzi ya mwisho kwa uhai wa kila kiumbe. Sisi tusiostahili umetustahilisha kupitia mwana wako Yesu Kristo pekee, mwenye huruma na upendo uliothabiti. Nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu Mwokozi wangu. Maana amenivika mavazi na wokovu, amenifunika kwa vazi la haki lililo bora zaidi. Kama bwana harusi apambavyo dhahiri kwa haki siku yake ya furaha, vivyo hivyo ndivyo Mungu ambavyo yu tayari kwa yeyote aliyemwamini kufanya hivyo. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Yeye ni mwenye haki kwa wasio na haki, ni mtakatifu kwa wasio watakatifu, ni mwenye huruma kwa wasio na huruma, aliye tayari kutembea vijijini na mijini, akilihubiri neno la Mungu lililo la kweli. Bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana aliye juu, watu watawaiteni wahudumu wa Mungu aliye hai, kwa kuwa mlikubali kuihubiri neema yake na kuutangaza ukweli uliokuwa umekataliwa na wengi. Nao watajenga mahali pakale palipoharibiwa. Vivyo hivyo wale wote walioikataa neema ya Mungu, Mungu ataidhihirisha kwao. Ni nani aliyeyafanya haya? Mungu anampenda mtumishi wake. Roho zake 7 zi juu yake, kwa kuwa amemtia mafuta wahubiri wale walio tayari kuipokea habari njema ya neema ya Mungu. Amemtuma kuwaganga wale wote waliovunjika na kuwatangazia mateka uhuru wao, na wale waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Mwenyezi Mungu ndiye mwema na fadhili zake ni za milele siku zote. Yeye ni mwenye huruma kwa wasio na huruma, na yuko tayari kumhudumia yeyote yule aliye tayari kuhudumiwa kwa ajili yake. Gharama aliyoifanya Mungu ni kubwa sana kwa mwanawe pale katika mti ulio mkavu. Aliitoa sadaka isiyoharibika. Aliutoa mwili wake uliokuwa na thamani zaidi. Akakubali dhambi ikae ndani ya mwili wake. Akapigwa, akatemewa mate, na akafanyiwa yote maasi na wanadamu. Lakini yeye mwenye huruma kwa sisi sote tusio tayari kwake kulifuata neno lake, alisema, Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui yale wayatendayo. Vipofu wanapata kuona tena, na viziwi wanasikia, na viwete wanatembea. Wafu wanafufuka, na yale yaliyoshindikana katika hali ya kibinadamu Mwenyezi Mungu anayafanya kwa uwezo wake. Mapito sio wewe tu ambaye unapitia, kwa kuwa hata watumishi wa kale vivyo hivyo walipitia makubwa na magumu wasioyaweza kwa akili zao. Kwa mfano, tunamfahamu sisi sote Ayubu, ya kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu aliye hai, lakini mapito yake yalikuwa ni makubwa zaidi. Mwili wake uliharibika. Inawezekana nawe mwili wako umeharibika na magonjwa makubwa yenye sugu na taarifa ngumu nzito zenye vitisho zaidi ulizopewa na wataalamu na maprofesa na makuhani wa dunia hii, ya kwamba huwezi kupona tena. Lakini amini ninakwambia, wewe si wa kwanza kupitia hayo uliyoyapitia,
wako walioyapitia wengi na magumu zaidi ya hayo unayoyaona na kuyasikia, lakini Mungu mwenye huruma aliwaponya na kuwaganga na kuwatia majeraha yao dawa na divai. Mwenyezi Mungu yeye ndiye mwingi wa huruma na yu tayari kumhurumia yeyote yule aliye tayari kulisikia neno lake na kuwaamini wale walio wa kweli, walioidhihirisha haki ya Mungu bila huruma, bila hila. Mwenyezi Mungu yeye ndiye wa pekee asiyefananishwa na kitu chochote. Ayubu alipoteza mke, lakini kwa huruma za Mwenyezi Mungu aliweka hifadhi, kwa kuwa yeye ni mwenye hakiba na mwenye kuhifadhi hasira yake wakati wote. Ayubu kadhalika alipoteza watoto wake wote aliokuwa nao. Kadhalika pia Ayubu alipoteza utajiri wake wote aliokuwa nao. Inawezekana nawe kadhalika yako mambo mengi ambayo umeyapoteza, lakini Mungu anasema wakati wa yeye kurejesha kila kilichopotea umefika. Wakati Mwenyezi Mungu anaumba nywele zako, wewe ulikuwa wapi? Na haya ni maswali machache Mwenyezi Mungu ambayo anakuuliza leo. Hebu jifikirie, nywele huwa zinaota, lakini baada ya muda nywele hizo hukua kwa kasi zaidi. Je, ni yupi ambaye zimwagia maji na kuziwekea mbolea zikaweza kukua kwa kasi zaidi? Naitwa Prophet IPM, mtumishi wa Mungu aliyetokewa na Kristo mara 7. Nimeamua kuhubiri injili ya kweli ya neema. Ni ngumu sana kuamini ukweli, kwa sababu ukweli unaaminika na watu wachache. Lakini wakati unakuja ambapo kizazi hiki kitasikia hii kweli tunayohubiri na watatambua kwamba tunapaswa kuikimbilia kweli. Mungu akubariki wewe uliamua kuchagua kusikia mahubiri haya. Na kama umebarikiwa, basi share video hii kwenye magrupu, kwenye WhatsApp, kwenye Instagram kadhalika. Mungu hatakuacha. Ninaamini hivyo. Usisahau kusubscribe channel yetu ili kila video inayotoka wewe wa kwanza kukufikia na kuweza kuangalia baraka ambazo Mungu amezungumza kupitia watumishi wake. Mungu akubariki, akuzidishie na akufanyie mambo makubwa zaidi ya kushangaza itakayobadilisha maisha yako kupitia neno hili la uzima. Neno ni uzima na ni baraka pia. In Jesus name. Naomba unifuatishe sala hii. Father, thank you. Nakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Fadhili zako za milele. Asante kwa uaminifu ambao umeufanya. Amen. Asante sana. Mungu akubariki na kutende mema na akufanikishe. Naomba tukutane tena kwenye kipindi kingine kitakachofuata. Usisahau fuatilia kipindi hiki pia katika social media zetu, YouTube kwa jina la Egan TV, na katika Facebook Prophet IPM, Instagram Prophet IPM. Mungu akubariki na akutende mema in Jesus name. Amen. Asante sana.